Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Njia ya Hormuz ambayo kwa mujibu wao inapitisha 20% ya mafuta yote duniani au nishati, jambo ambalo mimi mara kadhaa nimekuwa nikilipinga katika ile hoja ya kuonyesha kuwa haiwezekani. Kama ni 20, madhara yasingekuwa makubwa kwa kiwango hiki. Ni 20 lakini tunaumia kama vile ni 80? Hapana, inawezekana tofauti kabisa. Yaani ni zaidi ya hapo. Sasa hili la Irani kuendelea kupitisha mafuta, nilikuwa nikisoma website ya Al Jazeera leo iliandika taarifa ambayo ikasema kuwa takriban mwezi mmoja uliopita Irani imeingiza kiasi cha dola bilioni 5. Kiasi cha dola bilioni 5 kwa mwezi mmoja kwa mauzo ya mafuta. Kwa mauzo ya mafuta kwa sababu Irani kuanzia March hali ilivyovurugika, unajua kilichoanza kile. Walianza kutuvuruga kuanzia March. Kwenye hizi vurugu za hapa na pale zilianza March, si ndio? Sasa kuanzia March mafuta ya Irani ambayo yalikuwa na vikwazo yaliingia sokoni. Si tu vikwazo, mafuta ya Irani yakakuta bei ya soko imekwenda juu kweli kweli. Kwa hiyo mafuta ya Irani yakauzwa kati ya $90 na $100 per barrel, yani kwa pipa. Sasa hapo ndio Irani wakaingiza pesa nzuri. Yani inatajwa katika nchi zilizoingiza pesa nzuri katika mgogoro huu wasambazaji wa mafuta ni Urusi na Iran. Yani Irani alikuwa kwenye mzozo, lakini Irani alikuwa anafanya biashara. Yani alikuwa anafanya biashara nzuri. Takupa mfano mmoja. Mwaka 2023 kulitokea mgogoro mkubwa wa kifedha. Hiyo 2023, unajua Oktoba ndio Hamas walifanya mashambulizi ambayo yakazua vita ambayo hii ya Gaza. Kabla ya Oktoba, ule utawala wa Joe Biden ulikuwa umeidhinisha kiasi cha bilioni $6 freezing asset za Iran ziondolewe kwenye benki ya Qatar na akabidhiwe Iran. Mpango huu ulizua mgogoro mkubwa sana ndani ya Israeli wakashutumu sana serikali ya Biden kwa nini imeruhusu fedha ya apewe Iran kiasi cha dola bilioni 6. Pesa ambayo ukiona kuwa Irani aliomba kwa muda miaka, anataka fedha, si kuwa fedha ya mkopo, ni pesa yake. Unajua mauzo ya mafuta yanavyokuwa, pesa zinakwenda kwenye mabenki yao, halafu wao ndio wanaamua kuwa pesa ziende wakati gani au tumpe nani. Ni ile katika kuwa, unajua kuna kile ambacho mabenki yanayo. Watu wenye fedha, matajiri, najua mnafahamu kuwa kuna ile fedha yako inakaa benki, halafu wanakuwa wanakulipa interest zile. Wanakulipa kwa sababu una fedha nyingi umeamua kuweka, kwa hiyo kila baada ya mwezi wanakuangushia kiasi fulani wanakupa. Zile yani interest zile za benki. Sasa hawa wanajifanya kuwa wao wana akili nyingi, kuwa zile fedha zinakuwa ni za nchi fulani. Na huu mchezo wanaucheza karibu nchi zote za Kiarabu zenye nishati. Naona sana Libya wanahangaika na hiki kitu, Iraki ambayo hata fedha wenyewe na wenyewe mpaka wafanye maombi. Yani mafuta yao kila kitu cha kwao wanauza, lakini wanapotaka fedha wanapeleka maombi, watoe sababu, wafanye nini, tunataka fedha, mfanyie nini, yani wajieleze kweli kweli fedha mlichoomba ni kikubwa. Pesa ni zao, lakini wanabidi watoe maelezo ya kutosha kwa kile ambacho kinachosingiziwa kuwa tukiwapa fedha nyinyi mnaenda kufadhili makundi ya kigaidi ambayo yanakuwa yanatushambulia sisi. Ndio sababu hiyo pekee inayotolewa. Lakini ukija kwenye nadharia, ukichukua kile alikizungumza Joe Kent au ambaye amewahi kuzungumza Hillary Clinton, haya makundi yote yanaanzishwa na wao. Wao ndio wafadhili wakubwa wa haya makundi. Lakini wanazuia fedha. Mfano mtu fedha yako imekaa miaka 3, wao tayari wameshaipeleka kwenye mabenki, wanavuta interest zao, halafu wanajifanya kuwa zile fedha imezuiliwa kwa sababu tu ya kuwa wewe hatukuamini. Yani ukisingizwa kuwa wewe hatukuamini. Sasa hiyo imekuwa iko hivyo. Irani aliomba kwa miaka
fedha, akaja akapewa bilioni 6 mwaka 2023. Ilivyotokea mashambulizi ya Hamas, Israeli wakailaumu sana serikali ya Biden. Wewe ndio uliosababisha haya, kwa sababu wewe ulitoa fedha ile bilioni 6. Irani ameichukua akaitumia akawagawia makundi yake ya Hamas na wengine waanze kufanya mashambulizi na kila kitu. Ukienda deeply ndani kugundua hili, utagundua kuwa si kweli kuwa Irani alitoa fedha kwa Hamas. Hamas ilikuwa ikipokea fedha kutoka kwa Qatar kupitia kwa Benjamin Netanyahu na benki za Israeli. Benki za Israeli zilikuwa zikiwapatia fedha Hamas, fedha ambayo ilikuwa inaidhinishwa na Qatar. Na hiyo ilikuwa wazi kwa sababu Netanyahu alitaka kuwamiliki Hamas kwa kutumia fedha ili wasikilize kile anachokitaka, ili yeye azidi kubaki kwenye madaraka katika nafasi yake, ili aonekane kuwa yeye anaweza kuamudu wale Hamas. Kwa hiyo alikuwa akipokea fedha ya Qatar na alikuwa akiwapatia Hamas. Vizuri kabisa, hata ushahidi ulithibitisha wazi kuwa yeye alikuwa akiwapa. Lakini lengo la kusema kuwa bilioni 6 zile za Irani ndio zilihamishwa kwenda huku, hiyo ni hadithi. Sasa ninachokusudia kuambia kuwa kuna mabadiliko ambayo hayahitaji nguvu kuyaona. Mabadiliko ambayo hayahitaji nguvu. Nimesema ni miaka Irani aliomba fedha ndio akapewa bilioni 6 yake, ambayo ilikuwa kwenye benki za Qatar. Miaka akapewa bilioni 6. Leo hii katikati ya mzozo, kwa kutumia power na nguvu na kuamua kujilipua, kutoa kwa hakuna, haiwezekani, wanakusanya 5 billion per month. 5 billion per month. Yani dola bilioni 5 wameipata kwa mwezi. Katika biashara zao ni zile zile, kwa sababu hizi fedha ni zile zile ambazo kuwa tumefanya biashara, tumeuza na hii imekwenda huku, haijarudi huku. Fedha yetu imeshikiliwa huku, lakini mauzo ya leo ni tofauti. Hatutaki kuuza kwa dola, utanunua kwetu, utalipa moja kwa moja kwetu, utafanya nini kwetu, yani bila kupitia njia yoyote ambayo kuwa wewe unataka tufanye hivyo. Umeelewa? Umeelewa hiki kitu? Sasa haya ni mabadiliko ambayo unaweza kuyaona ghafla sana. Na ndio maana naweza kukuambia kuwa tukijaribu sehemu ya kupima, yani tupime kuwa nani kafaidika na huu mzozo, utagundua kuwa jasho na damu limedondoka kwa watu wa Irani. Lakini Irani, mwangaza na nuru imetokea kwa Irani, kwa sababu kwa engo nyingi Irani amefaidika. Kwa engo nyingi Irani amefaidika. Si tu Irani kufaidika, nilisema kufaidisha kwa hili pia lilikwenda kwa Urusi, kwa sababu Urusi alitoka kwenye mafuta yake ya discount ambayo yameuzwa zaidi ya miaka 3, mafuta yakiwa chini ya bei ya soko. Yanauzwa kwa bei ya chini ya soko na hakuwa na jinsi aliuza. Mafuta ambayo alikuwa si tu chini ya soko, aliuza kwa mkopo. Lakini baada ya haya ya Irani, Urusi, baada ya sanction kuondolewa, Urusi anarudi kuuza mafuta yake kwa bei ya soko, bila mkopo, cash. Amefaidika naye vizuri sana kwenye huu mgogoro. Kwa hiyo wale wa upande wa pili ambao dunia upande wa pili ambayo lengo la upande wa magharibi ilikuwa kuiangamiza, wanaiona nuru yao na ustawi wao na kuchipua kwao kunakuwa, ukilinganisha na upande wa pili ambao kila muda unavyokwenda unaona dalili ya kukauka. Yani unaona kabisa hii dalili kuwa haya mazao hayapati malisho, au haya mazao hayapati maji. Sasa kuna dalili ya kuwa haya mazao yatakauka. Ya upande wa magharibi, dalili unahisi na unaiona kuwa kuna kukauka kwa kitu, kuna kukauka kwa bidhaa na kuna kukauka kwa mazao. Hii ndio inayoendelea kwa upande wa pili. Sasa wakati unaliona hili kwa Iran la kufanya mauzo mazuri, yani kupelekea, yani mauzo ya kupelekea 5 billion kwa mwezi ya petroli au na mafuta au diesel au vyovyote pamoja na gesi na vitu vingine, na kile ambacho kimeendelea, nimekuambia kuwa mlango uko wazi. Kuna taarifa iliandikwa jana na Wall Street Journal na niliona, na asubuhi niliona, lakini kwa sababu nilikuwa na mazungumzo mengi nikaiacha tu, nikasema nitakuletea. Sasa hii taarifa inasema hivi, ngoja nikusomee hii taarifa halafu uelewe kwa nini ninaposema kuwa mambo ni magumu sana kwa upande wa Marekani. Ni magumu kweli kweli. Yani kilichobaki hivi sasa Marekani ni ule utu uzima, dawa. Yani unajua tembo hata akikonda hawezi kuwa kama mbuzi, anakuwa amebaki kiasi, lakini unamjua huyu tembo amekonda, hana chakula, hana chochote. Ndio Marekani alichobaki nacho hicho, kuwa Marekani ni sawasawa na tembo aliyekonda. Yani kuwa
muonekano wake anaonekana kabisa ni dhaifu, lakini bado atabaki kuonekana kuwa huyu ni tembo. Inabaki kuwa hivyo. Sasa taarifa inasema hivi: Saudi Arabia iliitaka Washington kufikiria upya mpango wake katika mlango wa bahari wa Hormuz, ikionya kuhusu hatari za kumwagikwa, hatari za kufungwa kwa mlango wa Bab el-Mandeb na kuondoa utulivu wa bahari zote za kikanda. Saudi Arabia inaripotiwa kuishinikiza Marekani kufikiria upya hatua zake za kukaza karibu na mlango wa bahari ya Hormuz, huku kukiwa na wasiwasi kwamba shinikizo linaloongezeka dhidi ya Irani linaweza kudhoofisha njia pana za usafirishaji wa meli za kikanda na usafirishaji wa nishati. Maafisa wa Kiarabu waliambia Wall Street Journal kwamba Riyadh iliionya Washington kwamba ongezeko linaloendelea linaweza kusababisha hatua za kulipiza kisasi zitazoathiri njia zingine za maji ya kimkakati, hasa mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb unaounganisha Bahari Nyekundu pamoja na Bahari ya Hindi. Maendeleo hayo yanaonyesha wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa mataifa ya Ghuba kwamba mbinu ya Washington inahatarisha kupanua vita dhidi ya Irani zaidi ya kampeni ya shinikizo inayodhibitiwa hadi mzozo mpana wa baharini wa kikanda. Kuongezeka kwa Hormuz na shinikizo kwa Irani, hatua zilizoripotiwa na Marekani, zinalenga shughuli za baharini za Irani zinazoelezwa kama sehemu ya juhudi za kuongezeka shinikizo kwa Teherani kufuatia wiki kadhaa za mashambulizi ya pamoja kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Hatua hiyo inakuja baada ya juhudi za kidiplomasia mwishoni mwa wiki kushindwa kupata makubaliano kutoka kwa Irani kuhusu msimamo wake kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Maafisa hao waliambia WSJ kwamba kuongezeka kwa uchumi tayari kumechangia kuongezeka kwa mitazamo ya hatari katika masoko ya nishati duniani, huku usumbufu wa awali katika njia ya maji hapo awali ukihusishwa na kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta. Bab el-Mandeb inaibuka kama upande wa pili wa shinikizo. Wasiwasi wa Saudi Arabia unaripotiwa kuhusishwa na hatari ya kuongezeka kwa uchumi hadi Bab el-Mandeb, njia nyembamba ya bahari inayounganisha Bahari Nyekundu na njia za kimataifa za meli kupitia mfereji wa Suez Canal, kupitia mfereji wa Suez. Maafisa wa Kiarabu wanaonya kwamba ikiwa shinikizo kwa Irani litaongezeka zaidi, mienendo ya kulipiza kisasi inaweza kuhusisha washirika wa kikanda, ikiwa pamoja na Ansar Allah wa Yemen wanaohusishwa na mtandao mipana ya upinzani ambayo inaweza kuvuruga usafirishaji kupitia ukanda wa Bahari Nyekundu. Njia ya Bab el-Mandeb tayari inachukuliwa kuwa hatarini kutokana na jiografia yake ya kimkakati na usumbufu wa hapo awali uliohusishwa na uchokozi wa Marekani na Israeli, huku ukosefu wowote wa utulivu ukiendelea kutishia mtiririko wa biashara kote duniani, Asia na Ulaya. Inaripotiwa kwamba Saudi Arabia imeweza kupunguza usumbufu huko Hormuz kwa kubadilisha njia za usafirishaji kupitia mabomba ya ardhini hadi vituo vya Bahari Nyekundu kama vile Yanbu. Hata hivyo, maafisa wanakubali kwamba njia hii mbadala bado iko hatarini ikiwa njia za usafiri wa Bahari Nyekundu zitaharibika, na kusisitiza hali ya miundombinu ya nishati ya kikanda inayohusiana. WSJ inamnukuu Eric Mason, mtaalamu mkuu wa mikakati wa masoko yanayoibuka katika benki ya Uswidi, akisema hiyo itakuwa njia ya Irani kurudi nyuma, ikisema kwamba ikiwa utazuia usafirishaji wetu wa mafuta, basi tutavuruga usafirishaji wako wa vituo vyako. Hali hiyo inaonyesha udhaifu wa kimuundo wa mifumo ya usafirishaji wa Ghuba, ambapo shinikizo katika sehemu moja ya msongamano inaweza kupenya kwa kasi hadi kwa nyingine na kuongeza athari za kiuchumi na kuongezeka kwa kijeshi. Yani, ngoja nikufafanulie tu hii taarifa. Taarifa inazungumza kuwa Saudi Arabia anamuonya Marekani, bwana, kama unataka kuzuia Bab el-Mandeb, unataka kuzuia Hormuz, fahamu kabisa kuwa lango la Bab el-Mandeb linashikiliwa na Wahuthi. Wahuthi ni wafuasi wa Irani. Irani anaweza kutaka kulipa kisasi kwa kuzuia hii njia, akawaagiza Wahuthi wafunge mlango wa Bab el-Mandeb ambao kwa mujibu unaonekana unapitisha 12% ya biashara duniani. Ukilinganisha na Hormuz 20% ya mafuta, pale ni 12% inapita pale. Sasa huu mlango tayari ulikwisha leta utata katika mgogoro wa Gaza na Israel. Mnakumbuka kuwa hawa jamaa waliofunga. Sasa Saudia anachomwambia kuwa
bwana hebu acha. Yani wewe unapogusa huyu atatukanyaga vibaya kwa sababu yeye anazo kashikilia. Na huyu mchambuzi anachosema kuwa mzozo huu umedhihirisha udhaifu wa usambazaji wa nishati duniani uliopo katika nchi za Ghuba. Sio udhaifu, ndio uhalisia. Wangepita wapi? Kwa sababu hata ukisema kuwa okay, tutumie njia za pipe au pipeline tutumie katika usafirishaji wa mafuta, gharama za pipeline zinakwenda wapi? Kutoka wapi kwenda wapi? Mafuta mengi yanayosafirishwa kutoka Ghuba yanasafirishwa kwenda mbali, China, kwenda Asia kule, India, kwenda wapi? Sasa hizo njia ambazo zingepita zingehusisha chaji ya nchi kwa nchi, yani zingehusisha gharama, zingekuwa kubwa. Ni vile vile tofauti kabisa. Meli ni usafiri ambao unaona kama kuwa usambazaji wa dunia unapokuwa uko sawa bila shida yoyote, huoni tishio lolote la kusema kwa nishati inaweza ikapungua, kwa sababu meli inabeba mafuta mengi, inachukua milioni 2 pipa, yani inachukua lita milioni 2 inakwenda, yani pipa nyingi inakubebea. Manake kuwa usambazaji wake ni mwepesi, yani meli 2 zikifika tunaweza zikaweka mafuta ya kutosha. Na kuna mamia, wewe fikiria mfereji ule ulikuwa ukipitisha kati ya meli 150 mpaka 160 kwa siku pale Hormuz. Sasa meli hizi, kila meli imechukua mafuta ya kutosha, yani tuseme kati ya hizo meli tuseme 100 zote za nishati, mafuta na vitu vingine, utaona kuwa hamna shida usambazaji. Sasa kuna kile ambacho Israeli aliwaomba Waarabu kuwa sasa badilisheni njia, mpitishe mafuta yenu wapi? Kwetu Israeli, sisi tuyatiririshe wapi? Mediterranean. Akiomba Saudi Arabia, Kuwait, Iraq na wengine wote wanaweza kuamua kubadili njia wakapitishia Israeli kwenda huko. Lakini hayo ni mafuta unayoyasukuma Ulaya. Mafuta yanayouzwa Ghuba, Asia, mara nyingi yanakwenda Asia, pia yanakwenda kwa India, yanakwenda kwa China. Ni huku chini ambako wapi utapitisha? Uombe Syria, Turuki ajaribu kupitishia upande wa pili huku, uombe kwa Yemen atiririshe mafuta labda waje kupakilia Yemen kwenda kwenye nchi zingine. Bado hauwezi kulitatua hili swala. Swala kutatua ni kuwa double standard ya unafiki na husda zilizotengenezwa kati ya nchi na nchi ziondoke. Nchi zibaki katika uhuru wa mipaka yao. Adui sijui huyu adui huyu no, lazima waondoe. Sasa Saudia alichohofia ni kuwa tu wa Yemen wakifunga. Yeye amebadilisha kutoka mafuta ambayo alikuwa akipitisha kupitia Hormuz, anapitisha kwa pipeline ambazo ziko zinakwenda mpaka Yambu. Ukifika Yambu ni pale pale unarudisha tena kwenye meli ambazo zinapita kwenye Red Sea, bahari ya Sham. Zinapita Red Sea ambazo zinakwenda kutokea tena wapi? Bab al-Mandeb, Yemen. Kama zinakuja huku India au zinakwenda China, au kama zinakuja kwetu ni lazima utapita Bab al-Mandeb, upite Eritrea, upite hapo pembeni ya Djibouti, halafu uje utirishe mafuta kuja huku kwetu kama unakuja huku kwetu. Lakini kama mafuta yatakuwa yanaenda Ulaya au nchi zingine kule za North Africa, ndio yatacrossi kwenda juu, yapite Suez kule Misri, Alexandria, juu yapite yaende. Sasa kama yanakwenda kule North Africa, Morocco, Algeria na kwingine kule yanakokwenda, kama na wao wana mafuta unajua. Lakini haya mafuta kama yanakwenda Europe, ndio yatapita hapo tena, yataitazama Mediterranean, wataanza kuangalia juu upande wa pili, waanze kwenda Ulaya. Hizo zote ni njia ambazo zinatakiwa tu kuwa huru, yani watu waishi kwa uhuru, kwa kuheshimu mipaka na kwa kulinda kila kitu cha mwenzake kiwepo. Sasa hiyo ndio iko hivyo. Sasa hilo ni onyo ambalo Saudi Arabia alikuwa amelitoa kwa Marekani kumuonya kuwa bwana, hii hali sio nzuri sana. Sasa kuna hii taarifa hii hapa, taarifa inasema hivi: Italia imesitisha makubaliano yake ya ulinzi na Israeli ambayo yanahusisha ubadilishanaji wa vifaa vya kijeshi na utafiti wa teknolojia. Waziri Mkuu Giorgia Meloni na vyanzo vya kidiplomasia vilisema. Kwa kuzingatia hali ya sasa, serikali imeamua kusitisha upya makubaliano ya ulinzi na Israeli, Meloni alisema kando ya tukio hilo kule Verona, kulingana na mashirika ya habari ya Italy ANSA na AGI. Chanzo cha kidiplomasia cha Italia kilithibitisha kwa AFP kwamba makubaliano hayo yamesitishwa, kikisema ingekuwa vigumu kisiasa kuyaendeleza. Makubaliano hayo yaliidhinishwa na Israeli na Italia mwaka 2006, ambayo hupitiwa kila baada ya miaka 5. Makubaliano hayo yanatoa wito wa ushirikiano katika tasnia ya ulinzi, elimu, mafunzo ya wanajeshi, utafiti na maendeleo na teknolojia ya habari,
miongoni mwa mengine. Mvutano kati ya nchi hizo mbili umeongezeka katika wiki iliyopita baada ya serikali ya Italia kushutumu vikosi vya Israeli kwa kufyatua risasi za onyo dhidi ya msafara wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa wa Italia waliopo kule Lebanon. Italia iliamua kumuita balozi wa Israeli kupinga tukio hilo lililoharibu angalau gari moja, lakini halikusababisha majeraha. Siku ya Jumatatu, Israeli nayo ilimuita balozi wa Italia kufuatia maoni ya waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani yaliyolani mashambulizi yasiyokubalika dhidi ya raia wa Lebanoni na vikosi vya Israeli. Tajani ambaye ni naibu waziri mkuu alikuwa Beirut Jumatatu kwa mazungumzo na rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri wa mambo ya nje Yusuf Ragi. Baadaye Tajani aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alikuwa hapo kuwasilisha mshikamano wa Italia kufuatia mashambulizi yasiyokubalika ya dhidi ya raia. Umeelewa? Hizi kauli tu za Italia huwa zinatafsirika kwa ndani ya Israeli wanaita antisemitism. Unazijua? Chuki dhidi ya Uyahudi. Chuki dhidi ya Uyahudi. Yaani mtu anapotoa maoni ambaye yeye sio Myahudi, akitoa maoni tu kinyume na vile wanavyopenda, yani hata ile kuambia tu kwa nini nyinyi mnaua watu, maana kule Gaza kwa nini mnaua watoto, wewe unachuki na Uyahudi. Kwa nini mnapiga hospitali, unachuki na Uyahudi. Wewe unachuki. Sasa hii ndio kwa Italia, hii tafsiri itakwambia tu kwa hii ni chuki dhidi ya Uyahudi kwa sababu Wataliano. Na nategemea hili jibu kutoka kwa Israeli litakuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi. Ndio watao kuja kulijibu. Lakini hii ni muendelezo wa kile Hispania walikifanya, kwa sababu Hispania wameanza kwenye hili kuwa wao wamekata biashara, uhusiano na Israeli, masuala ya kijeshi, kila kitu wamekata. Mchana niliwaambia jambo moja kuwa muda wa Israeli kubaki kuwa sehemu ya Marekani ni unahesabika. Hauko mbali sana kuondoka kabisa na kufutika kuwa Israeli hawatakuwa tena na uhusiano na Marekani. Baada ya Marekani kukata uhusiano na Israeli, nchi nyingi hivi sasa ziko nyuma ya Israeli, sio kwa sababu wanamtaka Israeli, sio kwa sababu wanampenda Israeli, ni kwa sababu wanamhofia Marekani au Marekani kawashinikiza kuwa hivyo. Yani kwa sababu Israeli huzishughulikia nchi kupitia Marekani. Yani nchi inapogombana na Israeli hawezi kuiwajibisha nchi yoyote kwa sababu hana sanction ambazo zitawaumiza, hana chochote ambacho unaweza ukawatishia. Kwa hiyo Israeli huwatumia wanasiasa wa Marekani kwenda kuzitia pingu nchi ambazo zimekuwa kinyume chao. Kwa hiyo hilo linakuwa hivyo. Sasa haya mabadiliko yanakuwa ni mabadiliko makubwa ambayo yanaonyesha kuna mabadiliko kabisa ya muundo wa dunia. Kuna mabadiliko makubwa ambayo yanakuja, yatatoa taswira tofauti ya ulimwengu ambao tutakuja kuishi hapo baadaye. Kwa sababu ukweli kuwa yule aliyeamini ana umiliki ulimwengu alijisahau, akaanza kudharau wote, akaanza kuwaona wote wajinga. Matokeo yake sasa kaja kudhalilishwa, anataka kurudisha heshima yake ambayo tayari kwa kiwango kikubwa imepotea na haipo. Hii ndio sasa matokeo yake yanakuja kuwa haya ni majibu ya kile ambacho Marekani alikipanda. Sasa unaona wazungu wanaanza kujiepusha taratibu na Israeli, na mwisho wa yote baada ya Marekani kujitoa, wengi watajiondoa. Israeli itabaki na sapoti ndogo sana ya washirika wake tu wa asili, ambao pia na wao kuisapoti Israeli watakuwa wakiangalia maslahi kuwa je, nikibaki katika Israeli, je na athiri maslahi yangu ya upande gani? Mtu akiona kuwa hakuna ninachokipata zaidi ya huyu, ataamua kujiweka pembeni kuwa siwezi kubaki na huyu kwa sababu sipati chochote kutoka kwake, isipokuwa yeye pia ananiumiza mimi kwa ushirikiano wangu mimi na yeye.